Wazee wangu wanachoka, nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana kwa mashirikiano, umoja wenu na kujitoa kwenu katika kuleta maendeleo ya nchi yetu na la eneo letu. Hongereni sana wanachoka. Kwa hiyo kwa kweli nimefarijika sana. Yaani leo katika hii ziara yangu mmenipa faraja kubwa. Kwa hiyo shukrani hizo ziende kwenu wote ambao mmefanikisha jambo hilo, ukiacha familia lakini mashirikiano. Nimeambiwa hapa watu kujitolea. Unajua miradi hii ina component ya watu kujitolea, watu jamii. Kwa kweli mmekuja mchana na usiku, asubuhi, jioni, kike kiume, mmekuja kujitolea. Hongereni sana na kupongezeni sana. Mmenipa nguvu sana na mmeipa nguvu serikali yetu. Nami naagiza mkandarasi wetu na mratibu wetu wa Tanzania wangu na mratibu wetu, mradi huu ndani ya kipindi cha miezi miwili ijayo ndio umekamilika kwa 100%. Na sitaki niliambiwe umekamilika lakini haijatiwa rangi. Hiyo itakuwa sio 100. Nataka ukamilike kwa 100% ili vijana wetu hawa sasa wapate nafasi ya kufaidi matunda ya Daktari Hussein Mwinyi. Kwa hiyo naamini wazee wangu, hii thamani ya hicho mlichokifanya tutaiona kwa matunda ya vijana wetu kufanya vizuri. Nami nataka niwahakikishie takuwa mstari wa mbele, na mimi nikiwa kiongozi wa shughuli za serikali pamoja na bosi wangu kwa maana ya rais wetu wa Zanzibar, amekuwa mstari wa mbele katika maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla. Chwaka mimi nafahamu vizuri. Wana Chwaka ni jamii yangu mimi. Ni familia hii. Lazima tuendeleze ushirikiano wetu, umoja wetu, upendo wetu kwa maslahi ya taifa letu. Nawaomba sana tukae vikao vyetu, tukae katika forum zetu, tuzungumzie maendeleo ya Wanachwaka, maendeleo ya Kiwani, maendeleo ya maeneo yetu na maendeleo ya Zanzibar. Hichi ndio kitu pekee kitakachotukomboa. Kama hapa ilikuwa hakuna mwanafunzi anapasi michipuo, mimi nilikuja miaka 10 ile na wanafunzi 2. Leo tunazungumzia wanafunzi 25. Mimi ninachokitaka, na hapo walimu mnanisikia, naagiza kabisa mtihani huu unaokuja hapa Chwaka peke yake, nataka mpasishe watu zaidi ya 25, na mimi nitaleta zawadi nzuri sana mkifanyao. Na kusudia michipuo tu na linawezekana, sina mashaka. Mazingira tumeyaweka vizuri, wazee wanatoa mashirikiano mazuri, walimu wanafanya kazi nzuri. Tukishirikiana kwa pamoja na serikali tutaendelea kutoa mashirikiano. Hapa vijana wapase michipuo, wengine pale Tendwa, Bahalia nimeenda kusikagua sasa hivi. Wanaotaka kwenda na kurudi hapa wanaweza, wasiotaka watakadahalia pale. Kwa hiyo vijana hawa lazima tuwasaidie kwenye elimu. Haya ndio maendeleo tunayohitaji. Na hii ndio kazi ya Daktari Hussein Mwinyi. Kwa hiyo nilitaka kusema hilo kwa sababu leo nimekuja kukagua tu mradi wa madarasa. Lakini nataka nikupeni habari njema moja. Leo nimekuja kwa mradi wa shule. Lakini kwa sababu nimekuja na mimi kiongozi, na tuna azma njema chini ya uongozi wa rais wetu wa kuwatendea vizuri wananchi wetu maeneo yote. Wanachwaka naelewa mazingira ya huku. Mazingira ya barabara kwa kweli ilikuwa sio rafiki. Saa nyingine kila mama wakitaka ni shida. Hata akifika barabarani kule kwa kweli mtihani mkubwa. Nataka niwahakikishie tuna mpango, na huo mpango unaozungumza hatua zitaanza ndani ya kipindi kifupi kijacho. Na hakika ndani ya siku 3-4 zilizopita au wiki mmeshaanza ona watu wanapita wanakagua hizi barabara. Tutaweka barabara ya lami kutoka Kichaka hadi Chwaka ndogo. Tutaweka barabara ya lami kutoka Kichaka hadi Chwaka kubwa. Hiyo nimeambiwa na urefu wa kama kilomita 3. Mkandarasi tuko na hatua za mwisho za kusaini naye mkataba. Atakuja hapa ndani ya muda mfupi ujao. Ataanza kazi hiyo, naomba mumpe mashirikiano. Wanachwaka, pendaneni, ishi kwa upendo, kwa umoja, kwa mshikamano. Dumisheni amani ya nchi yetu.
dumisheni maendeleo yanayopatikana ya nchi yetu. Miundombinu hii tunayofanya hii, wala rais hata akimaliza muda wake hataondoka nayo, hata makamu wa pili hataondoka nayo, hata mbunge hataondoka nayo, itabaki hapa kwa maslahi ya wanachwaka. Kwa hiyo haya maeneo ni ya kwetu, tusimamie mazingira mazuri tuweze kufanya kazi nzuri. Msingi wa vijana hawa ni elimu, na hawa tutawakomboa tukiwapa elimu.